Katika maisha haya tumeumbwa katika hali ya kutofautiana. Tunatofautiana kwa tabia zetu, mipango yetu, malengo yetu na hata maumbile yetu kwa ujumla. Karibu leo tujifunze kutokana na ufupi wa Zakayo na jinsi alivyofanikiwa kumshawishi Yesu atembelee nyumbani kwake. Tafadhali, kama ndo mara yako ya kwanza kuangalia chaneli hii au bado hujasubscribe, na kuomba uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata nakala hizi zenye hekima pamoja na maarifa kwa vijana na watu wote kwa ujumla. Karibu tujifunze. Katika Biblia Takatifu, kitabu cha Luka sura ya 19, tunamwona mtu mmoja mfupi wa kimo aliyeitwa Zakayo, ambaye anapambana ili aweze kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Lakini hatimaye Zakayo anapanda juu ya mti wa mkuyu ili aweze kumwona Yesu. Kitendo hiki anachokifanya Zakayo kinatufundisha kutojilinganisha au kutoshindana na watu wengine kwa hali yoyote ile, bali tujikubali jinsi tulivyo katika kupambania mafanikio yetu ya kimwili na kiroho pia. Zakayo angeweza kabisa kujichanganya na umati ule wa watu kwa nguvu ili aweze kumwona Yesu, lakini hakutaka kushindana. Badala yake alijikubali jinsi alivyokuwa na kutumia njia mbadala ambayo haikuwa na msongamano wa watu kabisa. Zakayo hapa anatufundisha kwamba hata sisi tusishindane na watu katika kutafuta mafanikio, iwe ni katika elimu, biashara, michezo, kazi mbalimbali na kadhalika. Badala yake tujikubali jinsi tulivyo na tutumie vipaji na karama tulizopewa na Mungu kufanya mambo makubwa katika jamii. Kama vile ambavyo Zakayo alinyimwa urefu na Mungu lakini akajaliwa kipaji cha kukwea miti, hatimaye akawashangaza Mafarisayo pamoja na umati wa watu, kwa kuwa kupitia kipaji hicho cha kukwea miti aliweza kumfanya Yesu atembelee nyumbani kwake. Baada ya Zakayo kupambana sana ili amuone Yesu katika umati mkubwa wa watu, lakini ikashindikana, ndipo alipoamua kukimbia mbele zaidi, na huku akapanda juu ya mti, sehemu ambayo alijua kwamba lazima Yesu Kristo angepita hapo tu. Hapa tunajifunza kwamba katika maisha tunatakiwa kuwa na maono au visheni ya mambo yanayoweza kuja hapo mbeleni. Maana Zakayo alikuwa na maono kwamba Yesu Kristo lazima angepita njia ile tu. Hatimaye ikawa hivyo. Tunapokuwa tunaangalia future au mambo ya mbele, lazima tuweze kuwa na maono ili kuweza kupunguza uwezekano wa kufeli katika mipango yetu. Jambo lingine la kushangaza zaidi ni kwamba Zakayo anafanikiwa kumshawishi Yesu aje nyumbani kwake, ili hali wale waliokuwa wakimzonga Yesu na kutembea karibu naye njiani, hakuna yeyote aliyefanikiwa kumfanya Yesu atembelee nyumbani kwake ila Zakayo tu. Hapa tunajifunza kwamba sio kila mafanikio yanakuja kwa wewe kufanya kazi kwa bidii. Badala yake yanakuja kwa wewe kujikubali kwa hali yako, kutumia huo uwezo wako mdogo kama mtaji wako wa kwanza, pamoja na kutumia hekima katika maamuzi yako. Kitendo cha Zakayo kupanda juu ya mti kinaonyesha kwamba yamkini Zakayo alitumia njia mbalimbali ili aweze kumwona Yesu, lakini ikashindikana. Ndipo walipojaribu njia ya mwisho ya kupanda juu ya mti na ikafanikiwa. Hii inatufundisha ya kwamba tusitumie njia moja pekee katika kutafuta mafanikio yoyote. Pia tusitumie njia zile zilizofeli katika kutatua changamoto zetu, bali tuwe wabunifu katika kutatua changamoto mbalimbali za kimaisha ili kufikia hatima iliyo njema. Kitendo cha Yesu kwenda nyumbani kwa Zakayo haikuwa tu kama bahati iliyokuja kwa upendeleo, bali ilikuwa ni bahati iliyokuja kutokana na nia pamoja na juhudi za Zakayo kutaka kumwona Yesu. Hii inatufundisha kwamba mara nyingi bahati zinakuja katika maisha yetu pale ambapo tunakuwa na nia madhubuti, juhudi, ujasiri pamoja na malengo sahihi juu ya kile tunachokitaka. Asante. Kama umejifunza kutokana na hadithi hiyo, basi comment hapo chini na niambie kwamba katika makala nyingine nije na hadithi gani ya kwenye Biblia ili tuweze kujifunza sisi kama vijana kwa mafanikio yetu pamoja na uwezo wa kutatua changamoto katika maisha yetu yajayo. Asante kwa kunisikiliza. Naitwa Alphonse Ndabita na hii hapa ni Alphonse Motivation TV. Mpaka wakati mwingine, Mungu akubariki.
Chao.